Tumeona katika nchi yetu ya Tanzania, tumemwona mtu mmoja mzuri sana ambaye ni ndugu yetu Bwana Saidi Lugumi. Mwenyezi Mungu amweke huyu bwana. Amefanya kitendo kizuri sana katika jamii yetu ya Tanzania, kitendo cha kuweza kuwalisha yatima, kuweza kuwalea yatima, kuchukua yatima kama 800 na kuweza kuwajengea nyumba na kula nao na kuweza kuwa na careness na yatima. Hili ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu atamlipa kwa nia yake nzuri ya kuweza kuwa makini na yatima. Mwenyezi Mungu amlipe kwa hilo. Na natamani Waislamu wengine wengi ambao wana uwezo katika jamii zetu tulizo nazo, wenye uwezo mzuri, wenye uwezo wa fedha, wenye uwezo wa mali, ambao na wao wangeiga alichokifanya Bwana Saidi Lugumi. Amefanya kitendo kizuri sana ambacho kinaridhiwa na Mwenyezi Mungu, kinaridhiwa na jamii ya watu wenye akili timamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Shaaban wa mwaka 1447, sawa na tarehe 13 ya mwezi wa pili 2026. Leo tunakumbuka maneno aliyozungumza Bwana Mtume katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban, akiukaribisha mwezi wa Ramadhani, na sisi tuko katika kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bwana Mtume katika hutuba ile ya Shaaban, al-khutbatu ash-sha'baniyya, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, wa man akrama fihi yatiman akramahu Allah yawma yalqahu, yule mtu ambaye atamtukuza yatima katika mwezi wa Ramadhani, akawa na careness, akawa ni mwenye kumjali, mwenye kumhafidhi, mwenye kumlinda yatima, basi Bwana Mtume anasema mtu huyo Mwenyezi Mungu atamkirimu siku ambayo atafariki na kuondoka duniani. Ni muhimu sana kuzingatia kwamba yatima ni nani. Ndugu zangu, kwa mujibu wa dini yetu tukufu ya Kiislamu, yatima ni mtoto ambaye amefiwa na baba yake mzazi kabla hajabaligh, kabla hajafikia utu uzima. Huyu katika Uislamu anaitwa ni yatima. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani akasema, fa ammal yatima fala taqhar, ama yatima usije ukamteza nguvu. Muislamu wa kweli na Muislamu wa sawasawa ni yule Muislamu ambaye anakuwa na uangalizi wa hali ya juu, anakuwa na careness, kumjali yatima. Akimjali yatima, na hasa katika mwezi wa Ramadhani, katika nyanja mbalimbali, katika zile basic needs, katika nyanja za maisha, katika yale mahitaji muhimu ambayo mwanadamu anayahitaji, hasa yatima, ambayo ni shelter, food na clothes, kama ni nguo, makazi na chakula. Tutazama kuna faida za kidini, kuna fawaidu it'amil yatim diniyan wa nafsaniyan wa ijtimaiyan. Kuna faida za kumlisha yatima, za kuwa careness, kumfanyia umakini yatima, kumjali yatima, kumthamini yatima, kumsomesha yatima, kumlisha yatima. Zimeelezwa. Tutaona faida za kidini na faida za kisaikolojia, za kinafsi na faida za kijamii. Tutaanza na faida za kidini. Faida ya kwanza, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ana wakafilu al-yatimi kahataini fil janna. Mimi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na yule mtu ambaye anamlea yatima, anafanya careness, anamjali yatima, basi tutakuwa kama vidole hivi viwili. Bwana Mtume akaashiria kwenye sababatihi na kwenye kwenye alwusta, akaashiria kwenye kidole chake cha shahada na kwenye kidole chake cha kati, hivi ya kwamba mimi na mtu ambaye anamjali yatima tutakuwa kama vidole hivi viwili peponi.
Tufahamu kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakuwa katika pepo ya level ya juu sana, kama ni al-Firdaus, na atakuwa katika VVIP, very very important people, watu hasa. Kwa hiyo na mtu ambaye anamlea na kumhafidhi na kumwangalia na kumchunga yatima atakuwa level sawa sawa na manzila na daraja na nafasi sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia tunafahamu kwamba Mtume Muhammad amezaliwa ni mwana yatima, kazaliwa Mtume ni mwana yatima, na aliyemlea ni Mama Halima. Kwa nini? Liyadhuqa mararata liyatim. Amezaliwa Bwana Mtume akiwa ni yatima ili aweze kuonja uchungu wa yatima. Kwa hilo la kwanza, kwamba mwenye kumlea yatima, mwenye kuwa na careness na yatima atapata pepo. Lakini tunafahamu katika surati ad-Dahr, surati al-Insan, hal ata ala al-insani hin min ad-dahr, tunafahamu ya kwamba ahlul bait Ali ibn Abi Talib, Fatima, Hassan, Hussein na mfanyakazi wao Mwafrika anaitwa Fidda, hawa watu watano, watu wa Bwana Mtume walijitolea chakula chao muda wa siku 3 wakiwalisha miskina na yatiman wa asira. Kwa hiyo Mungu anasemaje kuhusiana na watu waliomlisha yatima, kumlisha maskini na kumlisha asira, mateka? Mungu anasema wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mwenyezi Mungu akawalipa kwa vile walivyofanya subira, akawalipa pepo. Kwa hiyo faida ya kwanza ya kidini tunayoipata kwa kuwatumikia, kuwalisha, kuwasomesha yatima ni kupata pepo. Lakini jambo lingine, anayemlisha yatima kuna kitu kinaitwa takfiru dhunub, kusamehewa madhambi yake. Lianna sadaqa umuman tudfi'u al-khati'a, kwa sababu kwa hakika kiujumla sadaka ina kawaida ya kufuta makosa aliyoyafanya mwanadamu. Sasa sikwambii sadaka umeitoa kwa mtu ambaye ni yatima, mtu ambaye hana asanad, hana nguzo ya kuweza kuegemea kama yatima. Kwa hiyo unapomsaidia yatima, ile sadaka itakuwa ni sadaka ambayo ina thawabu nyingi, itafuta madhambi yako. Lakini jambo lingine katika faida za kidini ambazo anazipata mtu kwa kumlisha yatima ni kitu kinaitwa salamatul qalbi. Moyo wa mtu anaisaidia yatima unakuwa salama. Jaa anna rajulan wa fil hadith, jaa fil hadith anna rajulan shaka qaswata qalbi. Kuna mtu mmoja alimlalamikia na kumshtakia Bwana Mtume kwamba moyo wake ni msusuavu, moyo wake ni mgumu, ana huruma. Yani moyo wake ni mgumu. Moyo ukiwa na kasawa, mtu anaweza kufanya madhambi yoyote mabaya. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Bwana Mtume akamwambia, imsahu ra'sal yatimi, basi pangusa kichwa cha yatima. Kama moyo wako ni mgumu, nenda sehemu ambayo unajua kuna yatima, nenda kapanguse kichwa chake, ukamguse kichwani ile. Wa at'imil miskin, na mlishe maskini. Ukifanya hivyo, basi moyo wako utakuwa ni laini, utakuwa ni mtu mwenye moyo ulio sawa sawa. Hizo ni faida 3 ambazo tumezipata kwa za kidini kwa mtu anayemlisha yatima. Tumeona katika nchi yetu ya Tanzania, tumemwona mtu mmoja mzuri sana ambaye ni ndugu yetu Bwana Saidi Lugumi. Mwenyezi Mungu amweke huyu bwana. Amefanya kitendo kizuri sana katika jamii yetu ya Tanzania, kitendo cha kuweza kuwalisha yatima, kuweza kuwalea yatima, kuchukua yatima kama 800 na kuweza kuwajengea nyumba na kula nao na kuweza kuwa na careness na yatima. Hili ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu atamlipa kwa nia yake nzuri ya kuweza kuwa makini na yatima. Mwenyezi Mungu amlipe kwa hilo. Na natamani Waislamu wengine wengi ambao wana uwezo katika jamii zetu tulizo nazo, wenye uwezo mzuri, wenye uwezo wa fedha, wenye uwezo wa mali, ambao na wao wangeiga alichokifanya Bwana Saidi Lugumi. Amefanya kitendo kizuri sana ambacho kinaridhiwa na Mwenyezi Mungu, kinaridhiwa na jamii ya watu wenye akili timamu. Mwenyezi Mungu amhafidhi. Lakini tutaangalia faida za kinafsi za kuwalisha na kuwa na careness kwa yatima. Kwanza, kulisha yatima psychological, kisaikolojia, yuzaki nafsi wa yuawiduha ala rahma. Kulisha yatima kuna itakasa nafsi ya mwanadamu, kuna isafisha nafsi ya mwanadamu, na kuna izoesha nafsi ya mwanadamu juu ya kuwa na huruma. Unajua, ukiwa na kawaida ya kutoa unakuwa na huruma, na ndio maana yule ambaye ni giver
anakuwa ni mwenye ambaye ni stress free, anakuwa hana msongo wa mawazo ukilinganisha na mtu ambaye ni receiver. Maana kuna giver na receiver. Huyu giver ni mtu anayetoa, al-yadul ulya afdalu min al-yadi as-sufla. Mkono wa juu, mkono unaotoa ni bora kuliko mkono ambao unapokea. Na siku zote watu wenye kutoa mara nyingi wanakuwa na thawabu nyingi, na huwa wanaenda na ujira mwingi. Lakini jambo la pili, yurabbi fil insani ash-shu'ur bil mas'uliyya. Kutoa na kusaidia yatima kunatengeneza kijamii na kinafsi, kunatengeneza katika nafsi ya mwanadamu, kunatengeneza hisia ya majukumu, mtu kuhisi kwamba ana majukumu ya kuweza kuwasaidia na kuwalea na kuwatunza wale watu ambao ni yatima wanaoishi kando kando yake. Jambo la tatu katika alfawaidu nafsaniya au an-nafsiyya, katika faida za kinafsi za kuwalisha na kuwahendo yatima, ni jambo yajlibu tumaninata waridha ad-dakhili, kwamba mtu ambaye anatoa, anasaidia yatima, kisaikolojia mtu huyu anapata atumanina, anapata utulivu wa nafsi, anakuwa ni stress free, hana stress, ana enjoy kabisa. Yani mtu anapotoa na kuwasaidia wasiojiweza, roho yake huwa inafanyaje? Huwa inafunguka, inakuwa ni nzuri, anakuwa hana matatizo ya kinafsi ndani ya nafsi yake. Lakini jambo lingine, yu'aliju al-ananiyya wa hubbi adh-dhati au hubba adh-dhati. Mtu anayetoa faida anayoipata kisaikolojia, anatibiwa ile al-ananiyya, ile selfish iliyomo ndani ya nafsi yake na kujipenda. Unajua wewe unapokuwa akaunti zako zote zimejaa, halafu sio kwamba zimejaa tu, una mali nyingi, una magari mengi, una miradi mingi, halafu una vitu vingi sana unavyomiliki, bajaji unazo nyingi, pikipiki unazo nyingi. Zitoa kabla hujaondoka duniani, kwa sababu mwanadamu akiwa katika sakaratul maut, kama hakutoa atatamani arudishwe duniani atoe. Idha jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'uni la'alli, kama nirudishe Mwenyezi Mungu nitoe sadaka, fa asaddaqa, nikatoa sadaka, ukinirudisha duniani kwa muda mfupi nirudishe duniani ili niweze kutoa sadaka, fa asaddaqa halafu wa akum minas salihin, niwe katika watu wema. Kwa hiyo katika faida za kisaikolojia za mtu anayewasaidia al-aitam, orphans, yatima, inaondosha, inatibu al-ananiya, ile selfish, wa hubbu dhati, na mtu kujipenda. Hizo ni faida za kinafsi. Tunaangalia al-fawaidu al-ijtimaiya, faida za kijamii. Mwanadamu unapotoa, hasa kuwasaidia yatima. Ndugu zangu, tufahamu kwamba yatima hawa baba zao walikuwa na baba zao, na baba zao walikuwa na nguvu, baba zao ilikuwa ni nguzo katika familia zao, lakini baba zao wameondoka, wamefariki. Na kwa bahati mbaya pia ikatokea kwamba baadhi ya ndugu wenye tamaa wakaingilia kati kuchukua zile mali za yatima wakabaki hawana kitu, wakabaki wanateseka, wengine wanaranda katika miji mikubwa. Kwa hapa Tanzania kuna baadhi ya yatima wengi wamejaa katika miji ya Dar es Salaam, wamejaa katika miji ya Mwanza, katika miji ya Mbeya, katika miji ya Arusha na miji ya Tanga na miji mikubwa. Wanahangaika, wanalala katika vibaraza vya barabarani katika miji hiyo na miji mingi katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa faida za kijamii, unapomsaidia yatima, yukhaffifu min mushkilati al-faqr wal-inhar. Ule msaada wako wa kusaidia yatima, umechukua yatima 5, yatima 10 ukawasaidia, huna uwezo wa kuleta pale nyumbani kwako. Kuna vituo vingi vya yatima, kuna centers za orphans, kuna mikusanyiko na sehemu watu wamejenga, yatima wanapokelewa, wapeleke sehemu ambayo wanaweza wakapata elimu, wakapata chakula, wakapata makazi, wakapata mavazi, wakaishi salama kama binadamu wengine. Faida ya kwanza, yukhaffifu min mushkilati al-faqr. Unaposaidia inapunguza matatizo ya umaskini, wal inhiraf, na kitendo cha jamii kupotoka. Wanadamu wanapokosa msaada, ni rahisi kuingia kwenye maasi. Ni rahisi kuona vigodoro katika miji mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam. Ni rahisi kuona watu ni wazinifu,
watu ni walevi, watu ni wanaingia kwenye vyama vya kishoga na kufanya nini, na kufanya kufanya crimes aljarimat, mabalaa makubwa katika jamii mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu matajiri, watu wenye uwezo hawawaangalii. Ndio maana tunaona katika miji mbalimbali duniani mikubwa kama mji mmoja unaitwa Rio de Janeiro katika nchi ya Brazil, au kija South Africa kuna Johannesburg au Joburg wanaita, Pretoria, Cape Town na miji mingi katika nchi ya Afrika Kusini. Utaona kwamba unakuta kuna nini, kuna crimes, utakuta kuna wale criminals, wale almujrimuna ni wengi kupita kiasi, mpaka wakaita kwamba South Africa is the capital city of crimes in the world, kwamba South Africa ni mji mkuu wa uhalifu duniani. Kwa nini? Ukifuatilia utakuta kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba watoto ambao mnaita ni watoto wa mitaani hawana wa kuwasapoti, hawana mtu wa kuweza kuwaangalia, na ni jambo na ni bomu ambalo linaweza likaharibu jamii ya wanadamu popote pale duniani. Kwa hiyo unapotoa na kusaidia katika jamii, kusaidia yatima, kuna uwezekano kupunguza matatizo mengi ya kimaskini na matatizo ya kupotoka kimaadili. Jambo lingine katika faida za kijamii za kuwasaidia yatima, yabni mujtama'an mutarahiman mutamassikan. Kuwasaidia yatima kunatengeneza jamii ambayo yenye kuhurumiana na jamii ambayo yenye kushikamana, ambayo inashikana, ina upendo, wanapendana. Lakini kutakapokuwa na gap ya wenye nacho na wasiokuwa nacho, walala hoi na walala hai, kukiwa na mambo kama haya katika jamii yoyote, lazima hawa ambao wana maisha magumu, wakiwemo yatima ambao hawathaminiwi, wakatokea balaa kubwa katika jamii yetu ya Tanzania na sehemu nyingine duniani. Ndio maana Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam akarakiz na kutilia umuhimu, akasema waman akrama fihi yatiman, mtu ambaye atamtukuza yatima ndani ya mwezi wa Ramadhan, akramahu Allahu yawma yalqa, Mwenyezi Mungu atamkirimu siku atakapofariki dunia huyo mtu. Ni muhimu sana mwezi wa Ramadhani, huko tunakaribia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni muhimu sana mtu uandae chochote, ununue hata nguo. Nunua hata nguo. Wengi tuna uwezo kununua nguo 10,000 ukampelekea yatima unayemjua. Ni muhimu sana kwa ajili ya kupata usalama tuendako huko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida nyingine ya kijamii anayoipata mtu anayesaidia yatima, yuhfadhu al-yatim min ad-daya'i wal-hiqdi al-ijtima'i. Unaposaidia yatima katika jamii, yatima atalindwa, atahifadhiwa yatima, lakini pia kuepukana na nini? Atahifadhiwa yatima kuepukana na kupotea na kuepukana na vinyongo vya kijamii. Jamii ambazo haziwaangalii yatima, wale yatima ni rahisi kupotea. Hatujui mtoto wetu alienda wapi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyumbani hakuna mashiko, nyumbani hana pa kushika, hakuna chakula, nyumbani hawana kodi ya nyumba. Hawa watoto atakwenda wapi? Mwisho wanakuja na tangatanga katika miji mbalimbali, mwisho wanakuwa ni watoto wabaya katika jamii, hajulikani alikwenda wapi. Mtoto mdogo anapotea. Kwa nini? Kwa sababu nyumbani hakuna mwelekeo. Kwa hiyo unapomhifadhi na kumlinda na kuwa na care na isipo yatima, kunatengeneza nini? Kuhifadhi yatima asipotee, lakini kuhifadhi jamii, kuepukana na hasadi. Jamii kama ilimhendo mtoto mdogo ataipenda jamii. Kwa nini? Kwa sababu jamii ilimlinda. Lakini jambo la mwisho, yuhaqiqu at-takafula alladhi da'a ilayhi al-Islam. Unapokuwa ni mwenye kumlinda yatima, kutakuwa na nini? At-takaful, kuleana. Kutatokea kitu cha kuleana na kutunzana ambacho Uislamu unakihimiza. Kwa hiyo sisi kama Waislamu na tunajiandaa katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni miongoni mwa watu ambao wanawalea na kuwalinda na kuwachunga na kuwahifadhi yatima, kuwapa elimu. Lakini sio kuwapa elimu tu, elimu bora, kwa sababu kiwapa elimu bora hawa yatima, kuna uwezekano na wakaweza kufanyaje? Kujitegemea katika maisha yao yaliyo sawa sawa. Tukumbuke kwamba good education for better future. Wakipata elimu nzuri itawasaidia kwa ajili ya kuwa na future na mustakbal ambao ni mzuri. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kwa baraka ya siku ya Ijumaa na kwa baraka ya mwezi wa Shaaban na kwa baraka ya Mtume Muhammad na watu wa nyumbani kwake, atujalie sisi ni miongoni mwa watu ambao watawalinda na kuwahifadhi na kuwachunga na kuwatunza na kuwasomesha na kuwalea yatima ambao wameondokewa na wazazi wao. وحق يا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نسأل الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه ولي التوفيق وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.